Kama umekuwa unajiuliza kwamba hivi napataje faida kwenye kuwekeza kwenye vipande, ama nilinunua vipande bei ilikuwa juu sasa hivi imeshuka, ama sielewi huo uwekezaji wangu wa vipande, nimewekeza muda mrefu lakini siuelewi, hii video ni kwako wewe. Hello, habari, mimi naitwa Happy Msale, karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Kwenye channel hii tunaongelea mambo mbalimbali ya fedha, kuwekeza, kuweka akiba. Kwa kama hivi ni vitu ambavyo vinakufurahisha ama ungependa kujifunza zaidi, karibu ili tuendelee kujifunza pamoja. Leo nataka tuongelee kuhusu hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Ni nini? Napataje faida? Naelewaje kuhusu bei ya vipande? Karibu. Kwanza tuanze na swali la umuhimu zaidi. Mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni nini? Napataje faida? Vipande ni nini? Mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni namna ambayo wawekezaji wanaweza kujumuika kwa pamoja waweze kuwekeza hela zao kwenye vitu mbalimbali. Hapa namaanisha nini? Kwamba kwa mfano leo mimi Happy nataka kuwekeza, kuna mtu mwingine anataka kuwekeza, kuna mtu mwingine anataka kuwekeza. Tukikusanyika kwa pamoja, labda tukawa watu 1000, watu 10,000, tukakusanya hela zetu, tunakuwa tuna hela nyingi zaidi. Tunaweza tukaamua kwamba tunawekeza labda kwenye hisa hizi, tunaweza tukawekeza kwenye dhamana za serikali, tunaweza tukawekeza kwenye vitu mbalimbali. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba mifuko ya uwekezaji wa pamoja inakusanya watu, inakusanya fedha, inamchukua mtu ambaye amebobea kwenye uwekezaji. Huyo anaitwa fund manager kwa Kiingereza. Huyo mtu au hii kampuni inachukua hizo hela, inafanya kwanza utafiti, inasema labda hisa hizi ni nzuri zaidi kwa kuwekeza, inawekeza labda 10% kwenye hisa A, inawekeza tena 10% nyingine kwenye hisa nyingine, 10% nyingine labda kwenye fixed deposit za benki, 10% nyingine labda 10%, 20% inachukua inaenda kuwekeza kwenye dhamana za serikali. Kwa hiyo wewe kama mwekezaji unapata faida gani? Kwa mfano ningekuwa mimi mwenyewe, mimi Happy Msale nataka kuwekeza, labda ningekuwa na shilingi 100,000. Ile 100,000 labda nitawekeza kwenye hisa moja, labda nitawekeza kwenye hisa DSE ama nitawekeza kwenye hisa ya CRDB. Lakini tukiwa watu wengi tunakusanyika pamoja, tunachukua hizo hela, mimi nimetoa 100,000, kuna mtu mwingine ametoa 10,000, mwingine ametoa 50,000, tukazikusanya labda tukapata bilioni 1. Fund manager ama huyo mtu ambao amebobea kwenye uwekezaji akikuwa na hiyo bilioni 1, anaweza kaamua kwamba labda milioni 100 tutawekeza kwenye shares za CRDB, labda milioni 10 tutawekeza kwenye shares za NMB, labda milioni 10 nyingine shares za TC, labda tutachukua milioni 300 tutawekeza kwenye dhamana za serikali za muda mfupi au za muda mrefu, tukachukua hela nyingine tukawekeza kwenye mabenki, kwenye fixed deposit, na tukienda hapo tunakuwa tuna hela nyingi zaidi. Kwa mfano ukienda hapo benki una milioni yako 500, unaweza ukaambia kwa sababu mimi nina hela nyingi, wanakupa riba nzuri zaidi. Na hapo ndo maana ya uwekezaji wa pamoja, kwamba tunachukua hela zetu tunawekeza kwa pamoja. Faida ya kuwekeza kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja ni nini? Faida ya kwanza ni kwamba kwa mfano mimi nilipokuwa na 100,000, labda ningewekeza tu kwenye hisa moja. Hii hisa labda naweza nikanunua leo shilingi 300. Kesho ikishuka hata huo uwekezaji wangu umeshuka. Lakini kwa mfano tulivyochukua hela tukawa na bilioni 1, hisa milioni 10 labda ikawekeza kwenye hisa za CRDB, milioni 20 ikawekeza hisa za NMB, milioni 500 ikawekeza kwenye hisa nyingine. Unaweza kuta kuna hisa zingine zitapanda, hisa nyingine zitashuka. Kwa hiyo uwekezaji wangu hautashuka kama vile ambao ningekuwa tu nimewekeza kwenye hisa moja. Hii inaitwa diversification, kwamba badala ya kuwa tu unawekeza kwenye kitu kimoja, huu mfuko wa uwekezaji wa pamoja inakusaidia kwamba unakuwa umewekeza kwenye uwekezaji mwingi, hata kama hela yako sio nyingi, kwa sababu mmekusanyika watu mbalimbali, mkaleta hela zenu kwa pamoja, fund manager akazichukua akaweza kuziwekeza. Faida yake hapa ni kwamba hisa moja labda ungekuwa umewekeza, ikishuka na uwekezaji wako umeshuka, lakini kwa sababu tumewekeza kwenye hisa nyingi, moja inaweza ikapanda, moja inaweza ikashuka, lakini unaweza kuta kwamba kipande chako kitapanda kidogo kidogo, sababu kuna hisa zingine labda tuliwekeza zikashuka, kuna hisa zingine tuliwekeza zikapanda. Baada ya muda utaona tu kipande chako kinakuwa taratibu taratibu, kwa sababu kuna uwekezaji mwingi. Na hapa nataka tuongelee kipande ni nini. Kwa mfano kwenye bilioni 1 ambayo tulikuwa tumekusanya, huyu fund manager anaweza akasema kwamba tugawane hii kwa vipande. Kwa hiyo wakagawana, wakasema labda vipande milioni 100 tumevitoa, kwa kila kipande ni shilingi 10.
Kwa hiyo ulivyoingia uliwekeza kwenye vipande kadhaa, lakini kila kipande ni shilingi 10. Jinsi kadiri uwekezaji unavyozidi kupanda bei, kwa mfano uliwekeza kwenye hisa za CRDB zikapanda, hisa za Voda zikashuka, hisa za NMB zikapanda, utakuta kwamba na mfuko nao unazidi kukua. Kwa hiyo kulingana na vile zile vipande walivyotoa, wakigawanya napata bei ya kipande. Na hiyo bei ya kipande inakuwa inaonyesha jinsi gani huu mfuko unakuwa. Mfuko unakuwa kwa sababu uwekezaji pia unakuwa, au watu wengine wanakuja wanazidi kuongeza hela zao. Sasa nataka tuongelee tofauti kati ya mifuko ya uwekezaji. Ni lazima na ni muhimu zaidi kabla ya kuwekeza kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja, wewe umesoma hiyo prospectus. Huwa natoa prospectus kwamba ni kama kitabu hivi ambacho kinasema kwamba tunakusanya shilingi fulani kwa ajili hii na hii. Hii kwa nini ni muhimu? Ukiweza kusoma hicho kitabu itakusaidia kujua kwamba zile hela ambazo wanazikusanya wanazitumia kwa lengo gani. Kuna mifuko aina nyingi, lakini ambayo inajulikana zaidi ni mifuko ya equity funds ama ni mifuko ya hisa, kwamba inawekeza zaidi kwenye hisa. Balanced fund na wekeza kama nusu kwenye hisa, nusu kwenye fixed income securities. Nikisema fixed income naongelea kwamba vitu ambavyo wanakugarantii kwamba hela yako itarudi. Kwa mfano dhamana ya serikali za muda mfupi au za muda mrefu, amana za kibenki na vitu kama hivyo. Na ya tatu ni fixed income funds. Nitaongelea hizi aina zote tatu. Equity fund ama mifuko ya uwekezaji wa pamoja ambao inawekeza zaidi kwenye hisa. Maanake ni nini? Kwamba wanachukua hela yako kama 50% au hata zaidi wanawekeza kwenye soko la hisa. Kuna uzuri na kuna ubaya hii mifuko. Uzuri ni kwamba tunajua kwamba hisa ukikaa nazo kwa muda mrefu, ni kama hiyo hisa ni nzuri, itakupa faida zaidi. Kwa mfano huwa tunasema kwamba kama unataka kuwekeza kwenye hisa, uwe na malengo labda miaka 5, 10 kuendelea. Ndio hapo hisa zinaweza zikakupa faida zaidi. Kwa kipindi cha muda mfupi, unaweza kukuta kwamba hisa inaweza isipande, kwamba hisa inaweza tu ikawa hiyo bei ama hata ikashuka. Lakini kama ni kampuni nzuri, ukiipa muda kama miaka 5, 10, utakuta kwamba hiyo hisa yako imepanda bei. Kwa hiyo mifuko ya equity funds huwa zaidi inawekeza kwenye hisa. Kwa hiyo unaweza kukuta kwa kipindi cha muda mfupi unaweza kukuta kwamba kipande chako hakikui sana, kwa sababu labda hizo hisa walizowekeza labda hazikui. Lakini ukisubiri muda miaka 5, 10, utakuta hicho kipande kitakuwa. Ndio maana zaidi wanasema kwamba kama wewe ni mwekezaji ambao malengo yako ni ya muda mrefu, hii unaweza ukawa mfuko ambao wewe unakufaa zaidi, kwa sababu umewekeza kwenye vitu ambao kwa muda mrefu huwa hiyo kipande chako kitapanda. Kwa muda mrefu utapata hiyo faida. Kwa Tanzania mfuko kama wa Umoja ambao ni wa UTT na mfuko wa watoto ni wa UTT wameandika kabisa kwamba huwa wanawekeza zaidi ya 50% ya hizo hela kwenye hisa. Kwa mwekezaji wa kwenye hii mifuko lazima uwe muda mrefu. Hata mfuko wa iGrowth ambao umeanzishwa na iTrust ni mfuko ambao unawekeza zaidi kwenye hisa. Kwa hiyo tegemea kwamba kama hizo hisa walizowekeza zikipanda bei, na wewe pia kipande chako kitapanda bei. Na lazima uwe mwekezaji wa muda mrefu, kwa sababu hisa ukitaka kuwekeza leo alafu unataka kutoka kesho, unaweza kupata hasara. Au unataka kuwekeza leo unategemea baada ya wiki, baada ya mwezi, baada ya miezi 5 umepata faida, inaweza isiyo hivyo. Kuna hii mifuko mingine ambayo inaitwa balanced fund. Balanced fund maana yake ni nini? Hii inajua kabisa kwamba hisa ndio zinaweza zikapanda mara 3, mara 4, mara 5, lakini pia zinaweza zikashuka bei. Kwa hiyo wanataka kufanyaje? Wanachukua hizi hela kiasi labda 30% mpaka 50 wanakuwa wameweka kwenye hisa. Hizi hela zingine wanaweka kwenye dhamana ambazo wanajua kabisa hii hela itarudi. Wanakuwa wanawekeza labda kwenye dhamana za serikali za muda mfupi, za muda mrefu, amana za kibenki na vitu kama hivyo, kwa sababu wanajua kwamba hawa wawekezaji wetu ndio sio muda mrefu sana. Unaweza kukuta labda miaka 3 mpaka 7 hivi, yani medium term investors, sio muda mrefu sana, lakini pia wanataka hela yao ikue. Hisa ndio zinaweza zikapanda, lakini sio guarantee kwamba kwenye kipindi hiki zitapanda. Ndio maana wanaweka kiasi cha kawaida kwenye hisa. Hizi hela zingine wanakuwa wameweka kwenye dhamana za serikali za muda mfupi, za muda mrefu, amana za kibenki. Kwa Tanzania mifuko kama ya Wekeza Maisha, ambao kama Wekeza Maisha wamesema kwamba haitazidi 40% ambao watawekeza kwenye hisa. Mfuko wa Jikimu hawatazidisha 35% kwenye hisa. Na kuna mfuko wa iGrowth wa iTrust ambao anawekeza kwenye
fixed income na shares. Hata kuna huu mfuko ambao nataka kuanzisha ambao unaitwa Kesho Tulivu ambao unaanzisha na Tanzania Securities. Wanaweka kiasi sio kichache sana cha size ya kati kwenye hisa, size ya kati kwenye fixed income. Na kuna hii mifuko mingine ya uwekezaji wa pamoja ambayo ni ya money market fund. Hii ni ya watu gani? Hii ni watu ambao na muda mfupi. Wewe unataka hela yako miezi mitatu, miezi sita, mwaka. Lakini kwenye hicho kipindi hautaki hela yako tu ikae benki ipate faida yote. Huu mfuko ambao unakufaa zaidi huwa money market fund. Money market fund zaidi unachukua hela yao karibia asilimia yote unawekeza kwenye aidha dhamana za serikali za muda mfupi, za muda mrefu, amana za kibenki na vitu kama hivyo. Kwamba unajua kabisa mimi nikiweka milioni 100 nitapata labda milioni 10 au milioni 8. Unakuwa na guarantee. Mifuko kama liquid fund ama ukwasi wa UTT, mfuko wa hatifungani, mfuko wa iCash wa iTrust, mfuko wa iSave pia. Kuna fixed deposit nyingi. Hii mifuko ni kwamba ni ya wale watu ambao sio muda mrefu, au ni muda mfupi na wanataka zaidi kwamba hela yako ikue, lakini sio hawana muda mrefu zaidi wa kuwekeza. Sasa tofauti ya hizi aina tatu za uwekezaji ni nini? Utegemee kwamba mfuko wa money market hautakuwa sana kwa sababu vitu ambao unawekeza ni vitu ambavyo vina guarantee. Na kama una guarantee unaweza kukuta kwamba hautapata faida kubwa sana kama hii equity funds. Hii equity funds sababu unawekeza kwenye hisa, ukikaa kwa muda mrefu miaka 10, 15, 20 utakuta kwamba hisa zinapanda zaidi bei. Na utakuta kwamba huyu mwekezaji ambaye alikuwa kwa muda mrefu atakuwa amepata faida zaidi kuliko kama ulikuwa umeweka kwenye money market fund lakini hela yako ikakaa hapo muda mrefu. Ukicompare inatakiwa kwamba mtu ambaye amewekeza kwenye mfuko wa equity fund au mfuko wa hisa ampata faida zaidi. Kitu kingine ambacho cha muhimu zaidi ni nini? Kwenye hii mifuko ya uwekezaji huwa ni rahisi zaidi kupata hela yako. Lakini pia inategemea na mfuko gani umewekeza. Kwa mfano ni mtu wa muda mfupi kama nilivyosema awali, hii mfuko wa money market fund inaweza ikawa mizuri zaidi kwa sababu kama ukihitaji hela yako miezi 6 au mwaka, miezi 3 unaweza kuipata haraka zaidi. Na huwa wanasema kama unaweza kupata hela yako ndani ya siku 3, ndani ya siku 10, inategemea tu na mfuko. Utegemee kwamba hii mifuko ambao wanawekeza zaidi kwenye hisa ndio unaweza kupata hela yako haraka zaidi, lakini pia kwa sababu ni ya muda mrefu huwa wanapenda zaidi wawekezaji ambao wanawekeza kwenye hii mifuko huwa muda mrefu. Sio kwamba unataka kuweka hela yako leo alafu utegemee baada ya miezi 3 unataka kuitoa. Unaweza kununua leo kipande, kumbe zile hisa ambazo zile hela zimenunua hazijapanda. Kwa unaweza kukuta ukiweka hiyo hela yako kesho unaanza kulalamika kwamba mimi mbona hela yangu haikui, kwa sababu umewekeza kwenye kitu ambacho unatakiwa kwa muda mrefu. Kwa kama hii ni uwekezaji wa muda mrefu lazima pia hela ukiweka hapo hiyo muda mrefu ili uone hiyo faida yako. Je, utajaje kwamba huu mfuko uliowekeza ni mzuri ama unafanya vizuri? Kwa bahati nzuri au mbaya, ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili iliyopita, mifuko mingi sana Tanzania imeanzishwa. Zamani nadhani ilikuwa tu ni UTT ambao walikuwa wanajulikana kwamba wao ndo na mifuko ya uwekezaji wa pamoja, kwa ukitaka uwekezaji wa aina hiyo unaenda tu kwa UTT. Lakini vizuri zaidi ni kwamba kuna mifuko mingi sasa hivi imefunguliwa. Kuna iTrust na mifuko wao, Tanzania Securities na mfuko wao, kuna fund managers wengi sana ambao na mifuko. Kwa hiyo nadhani baada ya miaka 2, 3, 4, 5 tutaweza kuanza kukaa na kuangalia je, hawa fund managers wanafanyaje kazi, kwa sababu tutaweza kuona kwamba huyu aliweza kutoa asilimia fulani kwenye kipande chake, kwamba kipande chake alianzisha kwa $100, leo ni $200, leo ni $300. Ukiweza kumlinganisha na fund manager mwingine unaweza kupata ukaanza kujua kwamba labda huyu fund manager amefanya maamuzi mazuri zaidi kwenye kuwekeza. Lakini kwa sasa hivi sababu mifuko hii mingi ukitoa UTT, mifuko hii mingi imefunguliwa tu sasa hivi, lazima uweze kujua kwamba benchmark ni nini. Benchmark ya huyo fund manager ni nini? Benchmark ni nini? Benchmark ni kama ufanisi, kwamba ili uweze kunijudge kwamba mimi hela yako niliwekeza vizuri au nini, unaweza ukaniangalia kutumia benchmark yangu. Kwa mfano unaweza ukasema kwamba mimi benchmark yangu au ufanisi wangu itakuwa labda dhamana ya serikali ya muda mrefu labda miaka 5. Kwa hiyo mwaka huo utaangalia je, ningekuwa nimewekeza kwenye dhamana ya serikali za miaka 5, labda sasa hivi wanakupa 13% au 14%. Je, kama huyo fund manager yako ameifikisha na akaweza kuipita, basi ameweza kuwekeza vizuri na
ameweza kukupatia faida. Lakini kama hakufikisha, inabidi umuulize, je, ilikuwaje? Kwa sababu ulisema kwamba angalau return yangu ama uwekezaji wangu utakuwa labda dhamana za serikali za miaka mitano ama miaka misaba ama miaka 10. Kwa hiyo lazima uangalie. Kwa sasa hivi itabidi tuangalie kwamba je, hawa fund managers wote benchmark yao ni gani? Kwa mfano kama UTT kwenye fund yao, kwenye mfuko wao wa Umoja, benchmark yao ni DSI index ambao ni kwenye soko la hisa Dar es Salaam na dhamana za serikali za miaka misaba. Hata Wekeza Maisha, hii ya watoto na Jikimu zote, ili ujue ufanisi wao lazima wamefikisha DSI index na dhamana ya serikali ya miaka misaba. Kwa hiyo inategemea, na wakiwa wanaweka hii benchmark lazima wao wameangalia, je, hii mifuko zaidi tunawekeza kwenye nini? Kwa mfano kama unawekeza zaidi kwenye hisa, utategemea kwamba angalau wao hiyo benchmark yao iwe hisa ama index ya kwenye hisa, kwamba kama soko la hisa, kama mtu angekuwa amewekeza kwenye soko la hisa kwenye share zote Tanzania, na soko la hisa mwaka huu lilikuwa kwa 20%, kama huyo fund manager yako hajaweza kukupa 20% plus something, kwamba 20% na kitu zaidi, atakuwa hajafanya vizuri, kwa sababu hiyo ndio benchmark yake. Kwa hiyo lazima uangalie benchmark ya huyu fund manager ni nini, kwa sababu kama soko la hisa limeweza kukupa 20% na wewe fund manager yako hajakupa 20% na bado anakukata, lazima uweze ukauliza hili swali. Kitu kingine ambacho ni muhimu kujua kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni kwamba kuwaga kuna ada ya usimamizi. Hii kwa Kiingereza tunaita management fee, kwamba fund manager kwa sababu anachukua hela anawekeza na kusaidia kuwekeza na ana hii knowledge, ana ujuzi, kuna fee ambao anakukata. Kwa mara nyingi sana hii ada inakuwa kuanzia 0.8 ya hela wanazoziangalia ama hela ya mfuko mpaka 2%. Mara chache sana huwa inazidi 2%. Lakini pia kuna fund managers wengine wanasema kwamba sisi tunataka kukupa kiasi labda fulani, labda benchmark yetu labda ni hii, labda benchmark yetu ni 7 ya labda ni dhamana ya serikali ya miaka misaba. Lakini ikitokea kwamba tumefikisha labda 20% ama 25% ya faida, kuna ada zaidi ambayo tutakata. Kwa hiyo huwa inategemea kwamba kuna hii ada ya usimamizi ya mwaka ambayo inajulikana kabisa kuanzia 0.8 mpaka 2%, na wakifika na wakipitisha malengo kwa 1% kubwa, waga wanasemaga kabisa kwamba sisi tutakata labda 1% fulani, sababu tumeweza kufika na kufikisha kwa kiasi kubwa yale malengo yetu. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni kwa nani? Ni kama wewe labda hauna ujuzi wa soko la hisa, hauna huo muda wa kuanza kuangalia hizi kampuni zinafanyaje kazi, kampuni hii ni nzuri, kampuni hii sio nzuri, au hauna hela nyingi, unataka uweze tu kuwekeza kama ni kwenye soko la hisa, kwenye dhamana za serikali za muda mfupi, muda mrefu, hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni mizuri zaidi kwako. Kitu kingine ni kwamba mifuko hii mingi waga kuna jinsi ambayo unaweza kuwekeza kila mwezi. Kwa hiyo kwa mfano hapo na malengo yako ya kuwekeza, unaweza mwenyewe kwa umejipanga kwamba kila mwezi nitakuwa na wekeza hata kama ni 100,000, milioni 1, unaweza kuta kwamba unaweza kuyafikia yale malengo yako haraka zaidi. Na je, utajuaje fund manager ni mzuri ama sio mzuri? Kwa kuangalia track record, kwamba je, amewezaje kuwekeza kwa hiyo miaka 2, 3, 4, 5. Je, ningekuwa nimenunua kipande chao mwaka 2000, je, sasa hivi ingekuwa shilingi ngapi? Hiyo ndio jinsi unaweza kujua kwamba huyu fund manager ni mzuri au sio mzuri. Kwa sasa hivi, kwa sababu mifuko hii mingi ndio kwanza imeanza, lazima tuweze kuwapa muda wa fund managers. Baada ya mwaka tutakaa chini tukaangalia kwamba huyu kumbe aliweza kuwekeza kwenye hii na kipande chake kimekuwa kwa shilingi fulani, kwa hiyo mwekezaji wake amepata faida zaidi. Huyu hakuweza kuwekeza hapa ama aliwapatia tu wawekezaji wake shilingi fulani, kwa hiyo labda sio mzuri sana ama tuwekeze hapa. Haya ndio yote kwa leo. Kama una comment yoyote unaweza kuongeza hapa chini kwenye comment section. Kama una swali lolote unaweza kuongeza. Kama umefurahi video na hujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali subscribe. Tutakutana tena wiki ijayo. Kwaheri.